Nimeona ile wakati Ruto akifanya campaign alikuwa anakimbia sana sana Migori huko kwa kina Obado akiwa bado ni governor. Paka Obado akawa amepatiwa yeye ndio nini wa UDA kule Migori. Paka akajenga ofisi huko. Hakukuwa nakumbuka kuna mtu anajiitanga Raila Amolo Odinga. Akaona yeye anaweza kutumia mbinu zake amalize umaarufu wa Raila Amolo Odinga kule Migori. Sasa yeye hakuwa amejua amemaliza kila kitu. Kitu ya kwanza mimi siwezi nikasema Obado ni mtu mzuri. Obado mimi nasema Obado ni mbaya. Hata akiwa anaandamwa. Wale wenye wanamuandama mfuate haki. Vile mlifuata haki kwa kale kwa natembea. Si nyinyi mnafuata wale wenye wako na corruption, wenye wameiba. Obado hakuna vinyo unaniweza niambia mtu amekuwa governor. Mpaka unakuja unapata mpaka huku Greenspan. Mtu akona maploti huku ndani. Unakuja unaenda sehemu zingine Obado akona manyumba huko. Ukijiuliza huyu mtu hiyo pesa bila alikuwa anafanya hiyo wakati, hizo pesa alikuwa anatoa wapi? Baada ya kufanya maendeleo Migori, wao kazi yao ilikuwa ni kuiba. Mpaka ikafika extent asante yenye alipatia watu wa Migori ni ile asante ya kuua usijua alikuwa anaitwa Sharon. Hiyo ndio kitu mimi nilipata Obado alifanya Migori. Sasa mimi mtu kama governor ndio kwa sababu mimi nasemanga kwa kila clip yenye naongea mimi nasemanga sina kiongozi. Kiongozi mwenye atakuja itakuja kama mimi nilikufa. Lakini kwa sasa hii kutetea ati kwa hii serikali ati nitetee kiongozi, kwa ile serikali iliisha nitetee kiongozi, ile ya Kibaki nitetee kiongozi, ati ya Moi na siku kwa ati natetea tu viongozi. Wenye wamekuwa kwa serikali wakikula inchi mpaka saa hii hakuna vile anaweza tetea. Mtu kama Obado ilikuanga ile wakati aliwe Sharon, hiyo ndio wakati ilikuanga inafaa alikuwa ameshikwa kitambo. Sasa hiyo Obado vile alikuwa aliona anaweza ingia kwa serikali na apatiwe kazi pale. Ajiulize mbona hakupatiwa kitu yoyote kwa hii serikali ya Ruto. Kwa sababu gani? Alicheza na Raila Amolo Odinga. Na wanasemanga ani mtu mwenye ani Raila ni mtu anakuja polepole lakini vile anakumaliza bila kujua. Uliona maneno ya Songo. Raila aliingia kwa ofisi akiwa na uhuru. Songo alitolewa ama kutolewa akiwa governor. Na wewe bado uko nje lakini wewe ndio huyu unaandamwa, lazima utashikwa. Sasa tuko na Kivuita ama anaitwa sijui nani huyu. Mwenye ako sahihi nini? Ako sahihi kamiti. Huyu former governor Waititu. Sasa ndio huyu ako wapi? Ako nini? Ndio huyu hapa nini? Kamiti. Sasa mtu kama Obado ilikuwa inafaa achikwe ile wakati aliua Sharon. Hizi vitu mnatuambia hizo manyumba zenye ako nazo ndio mnakuja kuzifuatilia. Hata ako na manyumba sijui wapi na wapi. Hizo mnafuatilia kitu lakini majozi inabaki kwa ile bomba yenye aliua ule msichana alikuwa anaitwa Sharon. So kitu yenye Raila nini? Kitu yenye Obado alikuwa anafaa ajue. Mimi ndio mzee, huyu mzee wenu mnasemanga Raila Amolo Odinga baba yenu huyu. Unajua huyu mzee kama nataka kumaliza na kumalizanga tu at once. Obado ndio huyu akaona Ruto atampatia kazi. Obado akupatiwa kazi. Raila mwenyewe ndiye alikimbia akaenda wapi? Kwa ofisi. Akachukua kina mama mboga wake, akachukua kina sijui nani akaweka huko kwa ofisi. Ruto hakuona Obado, lakini Obado ndiye ako na ofisi ya UDA huko, lakini ndio yeye anaandamwa huko. Sasa ndio yeye amejikunja. Uwezo ukajua ni ule mtu alikuwa governor. Mimi nasema wenye anaandama Obado, mkiandama zile mali ako nazo muandame mpaka ile kifo ya nani ya Sharon. Hizo ndio vitu zenye mnafaa muandame. Kama ni kushikwa vile Waitita alishikwa, akawekwa ndani, the same Obado. Na tena kama serikali mnaandama vitu kama hizo, inafaa muandame mpaka wakina Dismas Barasa wenye walipiga watu risasi, alipiga mtu risasi. Mnafaa muandame watu kama Aisha Juma wenye waliua watu. Lakini sisi mnakuja kutuandamania, mkiandama mtu mmoja, mnakuja mnafuga story tunanyamazia. Mmekuja mkaandama sijui nani wenye waliua Pendo. Sasa hii mnasikia wanataka watoe dhamana ndio waachiliwe. Tukikuja hiyo Obado, mbona ile wakati aliua Sharon, mbona mku muandama? Sasa ndio mnakuja kumuandama saa hii. Hii ndio kitu tunasema sometime kama mnafanya kitu ya uchunguza mnafanya nini mali za mtu.
Mkifanya sanyeni hizo mali zote. Juu tunajua hata Ruto vile anatoka kwa kiti, tutakuja kwa hata kama ni 2032. Pia hiyo mali zake zitakuja kuandamwa, zirudishwa, atuambie alikuwa anatoa wapi na alikuwa president na pesa alikuwa anatoa wapi, kama si kukopa madeni na kudanganya wananchi na affordable house yenye watu hawajapata. Unapata mtu mmoja amechukuliwa kudanganywa, Semenga akitembea kila mahali anaenda ati nyumba ni zake, hata alinunua nyumba huko, alipata nyumba. Sasa hii maneno ya Obado, mkiniambia atako nyumba hapa Grisba, sijua kuna nyumba wapi. Mimi nauliza swali moja. Huyo baada akiua nani Sharon, mku muandama kabisa. Raila Amolo Odinga mimi namjua. Raila Amolo Odinga ukimpinga, upende usipende, wewe unakuja kuumia. Sasa ile yeye mahali amekaa na furahia. Raila Amolo Odinga kama umpenda, akiingia kwa serikali, anaambia mwenye wako kwa uongozi, sitaki huyu mtu. Na hiyo ndio iko. Na anakutolea makosa. Kwani ni wangapi wametolewa kwa uongozi, wametolewa kwa cheo kwa serikali ya Uhuru wakipitia Raila Amolo Odinga? Hiyo bado. Nani anafanya anasukumwa kabisa? Si Raila Amolo Odinga ama kuna mtu mwingine? Kama Raila Amolo Odinga angekuwa ako nje, Obado angekuwa anasukumwa, hata Obado angekuwa amepatiwa kazi. Nikiulia kitu tena, watu wa Migori wenye wanasemanga, mwenye nasikia Gaucho ukiongea. Saa hii unapata Gladys Wanga, ndio huyo maendeleo inafanya wapi? Inafanya hapa Homa Bay. Mbona isifanye huko kwa kina Obado Migori? Sasa baada ya kufanya maendeleo huko ndio wamuandame, sasa waseme wamefanya maendeleo huko. Alafu mashemeji mnasema ati nyinyi uko na viongozi. Mimi kitu nasema nikirudia, bado ni mtu mwenye inafaa tu kesi zake zisikuwe ni kesi za kufuatilia. Kesi ya Obado ni kesi inafaa kuwe ndani. Kwani Waititu 500 and something million zenye walisema alikula ndio yeye ako ndani, na Obado sikia manyumba sijui nini na kifo bado unaongezea hapo ndani. Hako nje anafanya nini? Hizo ndio vitu zenye serikali kama mko serious mnataka kufuatilia vitu wananchi wakuwe peupe. Mnafuatilia watu kama hao mkiongeza William Samoei Ruto. Na mimi nashindwanga mbona kila uongozi mtu amefanya makosa na ni president wasiangalie makosa yake, wanaangalia tu wasiangalie. Au watu wenye wanaangalianga makosa ya mtu wasiangalie, waseme pia huyu mtu ako hivi. Kuna vitu zingine amefanya mbaya. Mnanyamazia tu, lakini mnakuja mnafuatilia wale wengine. Na mimi naambia Raila Amolo Odinga, mzae, wana vitu zingine pia wewe kaa ukijua kuna mahali unakoseanga wananchi. Usitufurahishe na maneno ya kuingia kwa government, watu wengine wanavurugwa na wewe bado huko. Sasa ile wanavurugwa, mimi nikisema wanavurugwa, sio tu huyo mtu anavurugwa kwa sababu gani? Anavurugwa kwa sababu alikataa kufuata njia ya Raila Amolo Odinga yenye anataka. Na usipofuata njia ya Raila Amolo Odinga, wewe ukuangi safe. Na Raila Amolo Odinga akishikana na ule mtu, na huyo mtu ananga ile aweza akafanikiwa. Kwa sababu Raila chenye anataka ni kitu mo. Yeye kitu ya Raila anataka ni kitu mo. Yeye akudanganye, achukue watu wake aweke, na wewe bila ulimekuja na watu wako wengine wakubwa wanahangaika. Ungejua kama Obado na Ruto ingefika mahali imefika, sasa hiyo Obado anahangaishwa. Hata tulijua vizuri hata kura mingi, hata kura zilitoka Migori. Si hapa Homa Bay, Migori pia kura zilitoka. Lakini sasa hii Raila ako kwa serikali, itabidi Obado mpende msipende. Obado asiposhikwa, mtasikia Obado sasa yake imeisha. Kwa sababu gani? Ni ile unasikia ati mtu ameingia kwa serikali, anasukuma huyu mtu, maliza huyu mtu mwingine. Songa alifanywa hivi, lakini Songa hata kama alifanywa, kuna vitu zenye Songa alikuwa anafanya. Mpaka sasa tunaweza kukumbukia, lakini tuko na mtu mwingine akapa anaitwa Sakaja. Hakuna kitu anafanya, lakini sasa yeye ndio unasikia yeye ndio mzuri sana, mwenye anasifiwa. Mimi nataka kuambia serikali ya William Samoei Ruto, mkiwa mnaandama Obado, mimi nataka tu mnisaidie kitu moja kwa Obado. Kifo ya Sharon. Hiyo ndio kitu ya kwanza ya maana. Hizi manyumba ataacha na wataendelea kufanya nini? Wataendelea kuzilita. Hata kama mnikuchukua, chukueni zote kila kitu, lakini ile maisha ya kwanza, ile kitu ya kwanza yenye alifanya ndio ya muhimu. Hata ajikunja aweke mkia mpaka ipite kwa nyuma ya mataki iende juu. Obado inafaa kuwe ndani. Obado si mtu wa kutaka kusema ati Obado ni mtu mzuri. Obado si mzuri. Wakina Didi Masbarala si wazuri.
wanaongea Kiswahili ya Wabukusu ile mbaya mbaya, na bado wao wako na makosa. Ndio kwa sababu ukiona nikiongea kwa mtu, mimi naongeanga nikitaja mtu mwenye paka ako na makosa. Obado ako na makosa. Ili masbaraza ndio hao wanaongea Kiswahili kingine ya Kibukusu mbaya mbaya, wakisema vile watu wengine. Mimi nasema my friend, mimi niko kuongea yangu initoke, na mimi naongeanga yangu ikinitoka, na mimi sina haja na kiongozi kuniita atanipatia handout hadi ndio nisimtusi na kutusi. Mimi nakwambia ukweli, na sisi nakutusi, nakwambia ukweli. Hakuna maendeleo kama ufanyi maendeleo. Kama wakina Obado, bado kufanya maendeleo wanaua watu. Kama sikufanya maendeleo, wanakuja wanachukua hapa manyo, wanachukua wanaibia wananchi wakijenga maplot. Alafu wewe mwingine ukisikia naongea kwa kiongozi wako, unaniambia ati naongea kwa kiongozi kibaya. Na kuuliza wewe mwananchi mwenye naongea, nikuulize, Obado sasa hivi nikiongea nikimtusa hata sasa hivi. Obado sasa anaishi kwa mansion. Wewe unaishi wapi? Unaishi kwa ghetto. Wewe unajua unakula lunch unakula breakfast ndio mpaka jioni uone chakula. Huyo mtu anakula asubuhi saa 7 jioni. Anapanda ndege, wewe unatembea mguu. So mimi nikiongea kwa kiongozi, hata niongee kwa Raila Amolo Odinga, mimi naongea nikijua wewe mwenye uko hapa kwa ghetto, wewe ndio unaumia, lakini wewe ndio unalia huyo kiongozi ni mzuri. Na mimi nataka kuambia serikali, wale wenye wanafanya uchunguzi ya maneno ya Obado, mimi naona tu mnamsukuma na vitu zingine, lakini mmsukumi kwa kifo. Asante.